katika kuadhimisha wiki ya wazazi inayofanyika katika mikoa yote nchini, ambapo kuelekea katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya wazazi kitaifa. Hii leo katika kata Nyandoto, jumuiya ya umoja wa wazazi imeweza kushirikiana pamoja na viongozi mbalimbali katika kupanda miti katika taasisi za umma na zile za binafsi. Wameweza kupanda miti katika ofisi za chama hicho kata Nyandoto, pamoja na shule ya msingi Gamasara, pamoja na zahanati ya Gamasara, kwa lengo la kulinda na kutunza mazingira kama wanavyoeleza. Mimi naitwa Joseph Mwita Nyamuhanga, mwenyekiti wazazi kata ya Nyandoto. Kwa siku ya leo tulikuwa ni siku ya miaka 48 ya wazazi. Sasa leo tulikuwa tunapanda miti. Tumeanzia ofisi ya CCM, tukaja zahanati, tukaja kwenye kisima cha maji. Tumekuja ambaye ni kwenye mto, kwenye pembeni ya mto. Tumekuja kwenye shule kuongea na wanafunzi. Tumeongea na wanafunzi pamoja, tukakuta kuna kero ya madarasa pamoja na wanafunzi. Jina naitwa Buhumbi Rioba Wansinyo, katibu wa wazazi kata ya Nyandoto. Kwa leo hii tuko hapa kwa ajili ya maadhimisho ya wiki ya wazazi Tanzania. Hapa tuko kwa ajili ya kata ya Nyandoto, na shughuli moja wapo tulizozifanya, tumefanya usafi kwenye ofisi ya CCM. Vile vile tumepanda miti kwenye eneo hili la ofisi. Tukatoka tukaingia eneo la zahanati, tumepanda miti. Tukatoka tukaenda eneo la mto, tumepanda miti na kufanya usafi kidogo hapo. Wito kwa ajili ya wazazi ni kwamba kila mzazi ajitahidi kuitambua siku hii na kuisherehekea ipasavyo. Afanye usafi nyumbani kwake, lakini vile vile afanye usafi na maeneo jirani na hasa kwenye taasisi. Kwa upande wake, katibu wa malezi, mazingira na elimu wa kata ya Nyandoto kutokea katika jumuiya ya umoja wa wazazi kata hiyo, Christopher Mwita Mosore, anaeleza namna ambavyo wameguswa kama wazazi katika kuhakikisha wanatoa elimu kwa watoto pamoja na jamii nzima katika kutunza mazingira, ambapo wameweza kupanda miti katika maeneo mbalimbali ya taasisi za umma na zile za binafsi. Naitwa Christopher Mwita Mosore. Mimi katika chama wazazi kata, mimi ni katibu wa malezi, mazingira na elimu wa wazazi kata ya Nyandoto. Kwa hiyo mimi ni mkazi wa Gamasara. Kwa hiyo na siku hii ya leo tulikuwa tunaadhimisha wiki ya wazazi. Kwa hiyo kama kata tumehakikisha kwamba tunapanda miti kwa ajili ya mazingira. Tumehakikisha kwamba tunapanda kwenye mazingira yote ya zahanati, katika mazingira ya taasisi za shule za dini na zinginezo ambazo za watu binafsi. Kwa hiyo tumezunguka kote huko katika kuadhimisha, kuhakikisha tunaweka mazingira sawa. Lakini baada ya hapo vile vile tumeongea na wanafunzi na wazazi kwa ajili ya kutokuwa watoto wa darasa la 7 na watoto wa darasa la 4. Tunatakiwa tuhakikishe kwamba hawawi watoro ili kuweza kufanikiwa kufuzu kwenye elimu yao ya msingi. Kwa hiyo tumewaasa kwamba wasiwe watu wakuwa watoro na kuacha kuhudhuria masomo pamoja na mitihani. Kwa hiyo wamelisikia, lakini vile vile kikubwa tumehakikisha kwamba nidhamu iwepo, kwa maana kutokuwa nyumbani kwenda mitaani kuwasikiliza bodaboda, kuwafuatisha hizi hongo au kudanganywa na kuacha shule. Kwa hiyo hayo yote tumeongea kwa siku hii ya leo. Hicho ndio kikubwa. Tumefanya usafi kwenye mazingira, tumepanda miti na tumeongea na wazazi. Hicho ndio kikubwa. Lakini lingine ambalo tumelisisitiza sana ni kwenye upande wa uchaguzi. Na wazazi tunawaasa kuelekea kwenye hii kuadhimisha hii wiki ya wazazi au kwenda wazazi kitaifa. Basi wazazi walinde, waangalie watoto, hakikisha nawapa matumizi au wanawapa mazingira sawa ili waweze kwenda shule, waweze kufika shule. Tunawaasa wazazi waweze kuwafundisha nidhamu, kuwawekea mazingira na vitendea kazi kwa ajili ya shule ili waweze kusoma watoto wetu na kuweza kuendeleza ili gurudumu la maendeleo la nchi yetu, lakini vile vile mkoa wetu, wilaya yetu ya Tarime na kata ya Nyandoto. Kwa hiyo tunawaasa sana wazazi kuwalea watoto wetu katika misingi ya kinidhamu
na katika utamaduni wetu wa sisi wa Tanzania kutokufuatisha mambo ya utamaduni wa nje, hasa ushoga huu. Tunapinga sana mambo ya ushoga, tunapinga sana mambo ya kutokuwa na elimu kwa watoto kukimbia na kutoroka kwenda kufanya kwenye tohara na kuacha shule. Yote hayo tunawaasa wazazi muweze kuyazingatia. Asanteni sana na karibuni sana, na bado tutakuwa pamoja kuweza kuadhimisha hii wiki ya wazazi. Kwa majina naitwa Verediana James Sereria, ni mbaraza wilaya wazazi, lakini pia ni malezi na mazingira katika shule ya Mange, wilaya Tarime. Leo ni sikukuu ya kuadhimisha wazazi kimkoa Mara. Hii ni kata ya Nyandoto, tupo katika ofisi ya kata ya Gamasara. Sisi wazazi tunawajibika, na familia ni wazazi ambao inaunganisha ni baba na mama. Sisi ni kiungo cha kusababisha chama chetu kiwe imara katika Tanzania yetu, nchi yetu yenye amani. Hivyo basi tunaomba, kwa sababu chama chetu cha CCM ni chama ambacho kiko makini katika malezi, kiko makini katika utulivu na amani. Hiyo amani tunaomba watoto wetu, kwa sababu ni malezi na mazingira, watoto wetu wasome katika shule nzuri, wapate mahitaji mazuri, wao na elimu nzuri. Baada hapo utapata kuwa na viongozi ambao ni wazuri katika nchi yetu. Tunapenda kupongeza sana Rais wetu Mama Samia kwa mambo mazuri anayoyafanya kuleta amani na baadhi ya sehemu nyingi Tanzania, kuonesha kutoa misaada katika shule zetu, kuboresha elimu, kupata walimu wa kutosha katika shule, na shule zimeboreshwa. Mungu ambariki sana. Siku ya leo kata yetu wazazi wamepanda miti katika shule ya msingi Gamasara, pia katika ofisi ya kata ya Nyandoto. Wameshiriki kufanya hiyo kazi viongozi mbalimbali wa kata na jumuiya ya wazazi ya kata ya Nyandoto, kamati tekelezaji. Asante sana, Mungu awabariki. Uchaguzi unaokuja ambao ni Oktoba, tunaomba Mungu ausimamie uendelee kuwa wa amani. Mungu ibariki Tanzania, Mungu abariki watu wote wa Tanzania pamoja na Mama Samia rais wetu. Aidha, katika hatua nyingine pia jumuiya umoja wa wazazi wa kata ya Nyandoto wameweza kuzungumza na wanafunzi wa darasa la 4 pamoja na darasa la 7, ambapo wameweza kueleza kero zao ikiwemo ukosefu wa maji katika shule hiyo. Na hapa uongozi wa jumuiya umoja wa wazazi unazungumza kuhusu kero hizo, ambapo umeahidi kuzitatua na kuzifanyia kazi. Wewe mwanafunzi ni shule, na mwisho wa siku ndio ufunguo wa maisha yako. Mnatuona hapa wote hapa, sisi ni viongozi au sisi ni watu wazima, tuna familia, tuna miji. Bila elimu usingefika hapa. Sipokuwa na elimu unachagua, maki anasema ni kuchagua. Hata kwa Mungu anasema maisha ni kuchagua. Hata imani ni kuchagua. Ukichagua kutokuwa na elimu, maana yake unachagua giza, unachagua njia ambayo sio halali ya maisha, kwa sababu hakuna mtu asiyekuwa na elimu akaishi. Kwa maana ukiwa na elimu haitakusaidia tu kwenye kupata kazi, hata mambo yako. Unapoenda kulima unajua ulime upande vipi, iendeje, nipande nini ambacho ni sawa au sio sawa, nilime vipi, utaalamu gani nitumie, sawa? Kwa tuhakikishe tunasoma kwa ajili yetu, sio kwa ajiliwa, ni kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Basi mimi ni waombe tu watoto ni waombe kama walivyokwisha kuzungumza, ili uitwe mtoto mzuri lazima uwe na heshima. Na heshima inaanzia wapi? Nyumbani. Shuleni kunahitajika heshima inayofanana na nyumbani. Ukiona baba anakuambia hili usifanye na mwalimu anakuambia hili usifanye na kweli usiyafanye, hayo yote ni mabaya, sawa? Ndio. Ninapenda elimu kwa sababu mimi ni mwalimu wa watoto.
lakini nahusia watoto wa darasa la 7. Darasa la 7 ni kiwango cha kipimo cha maisha yako ya mwanzo wa elimu yako ya maisha hadi chuo kikuu. Mmeshaanza kuwa watu wazima, lakini pia muwe na changamoto, msio mnapewa lifti na bodaboda. Unanielewa? Akikwambia anakupa lifti bodaboda, kama sio kaka yako, mwambie sitaki, nahitaji kusoma. Umesikia mwanangu? Na wavulana nyie, pia kuna michezo pia ya watoto wakubwa wa kiume wanaochezea watoto wa kiume. Watoto wa kiume na wenyewe pia wanaharibiwa katika mazingira. Nadhani mnanielewa. Na walimu wenu katika shule zenu na vikao vyenu waga wanawazuia. Msipende kuwa na makundi ya watoto wa kiume. Watoto wa kiume wanaharibu wa kiume, na watoto wa kiume wanaharibu watoto wa kike. Nadhani mnanielewa hivyo ninachokisema? Ndio. Tunaunganisha kupata hayo magrupu kwa sababu kuna watoto baadaye tunawapata wa kiume wanakuwa mashoga, wa kike nao wanaharibiwa masomo kwa kupata mimba. Kuna hii kesi inayokuja kulautiwa. Ni kwa sababu ya mazingira ambayo nyie watoto mnayakubali nyie wenyewe. Usipewe zawadi yoyote na mtu usiyemjua. Unanielewa? Akikwambia mwambie zawadi yako kaa nayo, mimi nataka kusoma. Nidhamu itakujengea mazingira ya kuvuka sehemu yoyote ile. Nidhamu itakufanya kuwa kiongozi mzuri. Nidhamu itakufanya kuwa mwalimu wa walimu katika Tanzania yetu. Mama Samia oye! Mama Samia ameimarika katika kufanya mazingira ya shule. Shule zetu zilikuwa, kata zetu zilikuwa zina sekondari nyingi, lakini tunaona katika mazingira yetu leo hii tuna sekondari iko hapa Gamasara. Sasa wewe usiposoma vizuri ukadanganywa, mtu anakuambia kuoe, wewe unataka kuolewa? Usitake kuolewa, baada ya masomo upate mchumba uliyeamua wewe kama wewe. Na usia watoto wa darasa la 7. Na waomba Mungu awabariki msome. Na mbarikiwe sana. Lakini mtoto yote anayemheshimu mama yake na baba yake lazima mheshimu na mwalimu wake. CCM oye!